Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limewakamata watu 11 wakituhumiwa kuhusika kwenye biashara ya watoto wadogo ambao wamefikishwa mkoani humo kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo uchungaji wa mifugo. Akizungumza na Ayo TV, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe Mahamudu Banga amesema watoto 14 walitolewa mkoa wa Songwe na kufikishwa kijiji cha Lima wilaya ya kipolisi Makambako kwa ajili ya kazi za uchungaji wa ng'ombe, ambapo jeshi hilo kwa kushirikiana na ustawi wa jamii wamefanikiwa kuwarejesha watuhumiwa mkoani Songwe kuendelea na mashtaka yao. Nipende tu kutaarifu kwamba jeshi la polisi limeendelea kufanya operesheni mbalimbali pamoja na misako katika viunga na maeneo mbalimbali ya mkoa wa Njombe na kufanikiwa kukamata watuhumiwa 46. Watuhumiwa hao ambao wamekamatwa 46 wanajihusisha na matukio ya biashara za watoto, lakini kuna vielelezo mbalimbali ambavyo vimekamatwa katika matukio hayo, ni pamoja na uporaji wa pikipiki 3, TV, smartphone, madawa ya zaniwayo kuwa ya binadamu ambayo yamekamatwa katika kipindi hicho. Katika kijiji cha Lima, kata ya Ninga, wilaya ya kipolisi Makambako, kwa kosa la kuwafanyisha kazi watoto wadogo 14, kazi za uchungaji wa ng'ombe. Kwa hawa watoto walitolewa mkoa wa Songwe, wakasafirishwa na kuletwa katika eneo hilo na kufanyishwa kazi ya uchungaji wa ng'ombe, lakini kwa kushirikiana na watu wa ustawi wa jamii tumefanikiwa kuwakamata watu 11 na kuwasafirisha pamoja na hao watoto kwenda mkoa wa Songwe kwa ajili ya kuendelea na mashtaka yao. Kwa hiyo huko mkoa wa Songwe najua watatendewa haki ya kufikishwa mahakamani kwa mkono wa sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe kwa kushirikiana na maliasili Njombe limemshikilia mtu anaitwa Raymond Tadei Mwanami, miaka 52, mkazi wa Mtwango, akiwa na nyara za serikali, nyama aina ya kongoni zenye thamani ya shilingi milioni 3,964,965. Kwa hiyo upelelezi wa kesi utakapokuwa umekamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Lakini jeshi la polisi mkoa wa Njombe limefanikiwa kuwakamata Pelifito Otman Mbangala, miaka 23, dereva wa bodaboda, na Nuhu Mwanjombe, miaka 29, wote wakazi wa Nundu, wakiwa na simu 5 aina ya Tecno, ZTC, Nokia, mali zao kuwa ni za wizi ambazo watuhumiwa wamekiri kupola simu hizo maeneo mbalimbali ya Mji Mwema, katika kata ya Mji Mwema na wilaya ya Njombe kwa kutumia pikipiki namba MC 609 BXE aina ya King Lion maarufu kama Vishando. Kwa hawa watu wawili wamekuwa wakifanya matukio ya kuwapola wananchi katika eneo la Mji Mwema, wale ambao wanaongea na simu, kwa wanapita wanazikwapua na kukimbia nazo. Lakini vile vile jeshi la polisi mkoa wa Njombe linamshikilia Kevin Majuto, miaka 23, mkazi wa Melinze wilaya ya Njombe, akiwa na TV inchi 32 aina ya Solamax. Katika kudhibiti matukio ya mmomonyoko wa maadili imefanikiwa kuwakamata Michael Kennedy Muhema, miaka 23, mkazi wa Kambalage, na Lameki Kefasi Silwimba, miaka 23, mkazi wa Mtawele, akiwa na dawa za kulevya aina ya bangi gramu 750. Na upelelezi wa shauri utakapokuwa umekamilika, basi watuhumiwa wote wawili watafikishwa mahakamani. Lakini tu nipende kuutaarifu umma kwamba jeshi la polisi mkoa wa Njombe limepata mafanikio katika kesi 2 ambazo kesi ya kwanza ni iliyopata mafanikio ni tarehe 28 mwezi wa pili 2025 katika mahakama wilaya Makete ilimhukumu mtu ambaye amefahamika kwa jina la Emmanuel Kingi, miaka 40, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka, ambao ni kesi namba 358 ya mwaka 2025. Lakini vile vile tarehe 18 mwezi wa pili 2025 katika mahakama ya mwanzo wa Nging'ombe
ilimhukumu Frank Agrey huyo na miaka 45 kwenda jela miezi 6 kwa kosa la shambulio la kudhuru mwili. Hii ndio kwa mwezi huu wa pili katika mafanikio tuliyopata mahakamani. Lakini kwa upande wa usalama barabarani, Jeshi la Polisi kikosi cha usalama barabarani limeweza kuzuia makosa mbalimbali ya ajali kwa kutoa elimu kwa madereva, wamiliki wa vyombo vya moto, wananchi wa maeneo mbalimbali na katika shule, na kupunguza makosa mbalimbali kwa kiasi kikubwa. Jumla madereva 6282 walikamatwa. Walioandikiwa faini ni 6273, waliopewa onyo ni 9 na waliopelekwa mahakamani ni 3. Mkoa wa Njombe kuacha tabia ya kujihusisha na uhalifu kama vile kujihusisha na biashara haramu za uharibifu wa maliasili na biashara za kusafirisha binadamu kuja kuwatumikisha watoto wadogo na kuwafanyisha kazi, kwani Jeshi la Polisi mkoa wa Njombe halitosita kumchukulia hatua mtu yoyote yule ambaye anakiuka misingi ya sheria.